Malengo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwenye mchezo dhidi ya Constantine ni ya aina mbili: kuvuna alama 3, basi wakikosa huko wavune alama 1. Lengo hasa ni kuhakikisha hawawavunji moyo mashabiki ambao wanajitoa kwa hali na mali kuisupport klabu ya Simba Sports Club. Wakati tunazungumza hivyo, pia tunafahamu alama 3 kibindoni wako nazo baada ya kupata kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya FC Bravo. Wapo kwenye nafasi ya pili kwenye kundi. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa St. Constantine wanatamani kupata alama 3 ama alama 1 kabla ya kurejea nyumbani. Ni kweli, kwa sababu unajua hiyo kwanza ni mechi ngumu. Kwa hiyo kama ni mechi ngumu, manake Simba na lazima pia wawe na malengo makubwa, malengo ambayo yanaakisi ukubwa wa hiyo mechi, na wanafahamu fika kwamba kama wanapata alama 3 au wanapata alama 1, maana yake wanaweza wakajimarisha vizuri kwenye msimamo, kwa sababu I think St. Constantine alishinda kama unakumbuka mechi iliyopita away. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye pia ana alama 3, Simba ana alama 3, na kama mmoja wapo atashinda, maana yake atachukua usukani wa kundi. Kwa hiyo kwa Simba ukiwaangalia jinsi ambavyo walicheza mchezo wao na FC Bravos, kama watatoa ile performance ile, maana yake unaona hawatakuwa na nafasi ya kushinda mechi. Kwa hiyo kuanzia pale ambapo walipocheza dhidi ya FC Bravos, kuna namna ambavyo mwalimu anatakiwa aibadilishe kabisa ile performance, na nafahamu kwamba Fadru atakuwa kwa kiasi kikubwa amejaribu kukaa na vijana wake na atakuwa ameuandaa mchezo kwa sababu kubwa mbili au kwenye mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, atakuwa ameuandaa mchezo kulingana na mapungufu na kasoro nyingi zilizojitokeza kwenye mchezo dhidi ya FC Bravos, lakini atakuwa ameuandaa pia mchezo kwa jambo jingine la pili, kulingana na performance ya Constantine kwenye mechi ya kwanza ambayo alipata matokeo ugenini. Na hayo maandalizi makubwa mawili ambayo yalikuwa na akisi michezo miwili iliyopita wa Bravos pamoja na Constantine, kwa kiasi kikubwa utamsaidia kujenga msingi mzuri wa mpango wa mechi ambao juu yake sasa atataka kuona vijana wake wanapambana, wanatoa mechi yenye ushindani. Ataka kuona vijana wake wanacheza wakipunguza sana makosa, kwa sababu Simba pia imekuwa na changamoto kubwa sana. Hata ukiangalia historia inaonyesha hivyo, ya kupata matokeo kwenye nchi za kaskazini wanapokwenda kucheza away. Mara nyingi Simba wamekuwa hawapati matokeo. Yes, mchezo wa mpira wa miguu sio hatuishi sana kwenye historia, lakini historia inakukumbusha kwamba kuna jambo kubwa pia unatakiwa kufanya dhidi ya mpinzani wako. Kwa hiyo kwa Simba, kwa squad namna ambavyo wanayo, na ukiangalia daraja la uwezo la mchezaji mmoja, unaona kuna namna ambavyo kama wanajipanga vizuri na wanakwenda wakikubali kuwa timu ya pili dhidi ya Constantine, maana yake itawasaidia wao kucheza kwa discipline, itawasaidia wao kuambia mnye Bravos chezeni mpira, and then sisi tutadiri zaidi na matukio ambayo yanaweza kutusaidia kupata matokeo. Na ni kwa sababu ni mechi ambayo Constantine pia wanawafahamu vizuri Simba. Sio tu Simba hii, lakini historia ya klabu kwamba ni moja ya vilabu ambavyo ni tishio, ni moja ya vilabu ambavyo kwa Afrika vimekuwa na historia nzuri ya kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League, lakini pia kwenye CAF Confederation Cup. Sababu ukiangalia top 10 ya timu ambazo zina ubora mkubwa sana kwenye mpira wetu wa Afrika hapa, Simba yupo ndani yake, Constantine hayupo, si ndivyo? Na ukiangalia performance kwenye last 5 years ya Simba dhidi ya Constantine, bado unaona Simba ni mzito kuliko Constantine. Lakini kwenye current performance
huwezi kutumia moja kwa moja hicho kigezo, ingawa kwa Constantine wao inawasaidia kwenda kuapproach mchezo wakiwa wanaamini Simba ni mpinzani mgumu. Kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo na wajua Waarabu watataka kuhakikisha kwamba wanafanya mambo mengi nje ya uwanja ili kuhakikisha kwamba wanawavuruga Simba psychological ili mwisho siku waweze kwenda kushinda hiyo mechi. And then Simba anafahamu jinsi ya kuzicheza hizo mechi. Kwa hiyo ni moja mechi ngumu sana kwa Simba, na inaweza ikawa ni kipimo kikubwa pia kwa Fadu namna gani ambavyo anaweza kucheza na giant wengine akiwa nje ya Tanzania. Umegusia hapo swala la kushutumiwa Ahmed Ally. Yes. Yes, taarifa naiona hapa. Fidia bilioni 10. Yes, bilioni 10, na kwa ambaye anasikiliza anajiuliza wanazungumzia bilioni 10 kuhusu nini? Naomba nikupitishe kwenye taarifa hiyo. Taarifa inasema meneja wa habari wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally ametumiwa barua ya madai kutoka Young Africa inayomtaka kuilipa klabu ya Yanga kiasi cha kitita cha shilingi bilioni 10 za Kitanzania kutokana na makosa mawili ya kuzungumzia mkataba wa kiungo Pacome Zouzoua pamoja na tuhuma za ushirikina. Kuhusu mchezaji Pacome, Ahmed Ally amedaiwa kusema mchezaji huyo anamaliza kandarasi yake ndani ya klabu ya Yanga na Simba wanatazamia namna kumsajili, na kuna kauli ya ukakasi ambayo aliweza kuizungumza ambayo imeharibu brand ya Yanga kwa wabia wake. Alielekeza kuwa alitaja mpaka mambo ya sindano. Naomba ninukuu kile ambacho alikizungumza Ahmed Ally. Alisema Pacome amemaliza mkataba, tukiona anatufaa tutahangaika naye. Pacome amemaliza mkataba ndani ya Yanga na hana mpango wa kuongeza. Anasema hana mpango wa kuongeza, amechoka kuchomwa sindano kila siku. Tutaangalia kiwango chake, kama kitaturidhisha tutahangaika naye, lakini kama ataendelea na mwenendo wake anaoendelea nao tutawaachia kama tulivyowaachia Chama, na tunataja majina live, hakuna kutumia kodi. Kwa hiyo kuhusu tuhuma za uchawi, Ahmed Ally ametakiwa kuthibitisha ni namna gani Yanga wanatumia njia za kishirikina, ambapo hawajawahi kupewa adhabu yoyote kutoka bodi ya ligi kuhusiana na tuhuma hizo za ushirikina. Kwa hiyo anatakiwa kuomba radhi kwa njia sawa sawa na ile ambayo aliitumia kuwasilisha kauli hizo, ama fidia ya kiasi cha shilingi bilioni 10 za Kitanzania ziwe mezani. Yes. Wakati huo Alikamwe anatakiwa kulipa bilioni 7. Yes. Kwa sababu ya namna ambavyo aliichafua brand chapa ya Sunderland. Yeah, sasa kuna mtu uliona alicomment akasema kwamba bilioni 10 tu bilioni 7 inabaki bilioni 3. Kwa hiyo hela huko anahamishia huko. Lakini ukiyatazama haya mambo kwa haraka unaweza ukaona ni kama mambo ya vichekesho. Lakini hawa wasemaji wetu wengi ukiwasikiliza, yani kama kuna watu wangekuwa nafuatilia vizuri hizi kesi, yani kwa mfano Alikamwe na Ahmed Ally wangekuwepo kwenye nchi nyingine wangeshakutwa na kesi nyingi sana. Kwa sababu unajua mpira wetu ni tupo kivitu vyetu. Lakini sometimes unaweza ukamsikiliza Alikamwe ukashika kichwa. Hazungumzi kinachowahusu. Yani unaweza ukamsikiliza Ahmed Ally ukashika kichwa. Kweli. Kwa sababu hizi unajua unapozungumzia brand ya kampuni fulani, manake unazungumzia ile ndo biashara yao. Kwa hiyo chochote kile utakachokisema, kiwe kizuri au kibaya, kinaathiri mnyororo wa kibiashara wa ile kampuni. Sasa unajaribu kufikiri, je, kesi ya hizo fidia Young Africans wamezileta kwa sababu waliona ule kuna kijana wao anashutumiwa, au imekuja kwa sababu kweli kulikuwepo na hizo tuhuma? Mimi naamini ukichukua video nyingi za Alikamwe anazozungumza na Ahmed Ally anazozungumza na wasemaji wengine, naamini utapata picha nyingi ya namna ambavyo hawa watu mara nyingi kuna maneno yana ukakasi wanazungumza. Kwa hiyo tusubiri tuone haya masakata yataishaje. Lakini kiukweli mimi nafikiri niliwahi pia
siku moja kuandika kwenye page yangu kuhusu Ahmed Ally, nishakuandika pia kuhusu Kamwe, na watu walikuja kucomment vibaya, lakini kuna sehemu pia hii staili yetu ya wasemaji hawa kwamba hivi, kwani ukiwa msemaji lazima uongee ovyo? Sio lazima. Au ukiwa media officer wa team fulani lazima uongee maneno yenye ukakasi? Kwa mimi pia sio muumini sana wakati mwingine wa kuwa media officer, yani lazima tu uongee ovyo. Wakati mwingine yani sasa paka unaona ni mbona anatoka nje ya mpira, wanatoka nje, kwa sababu sidhani kama ni sahihi kuzungumzia masuala ya kishirikina. Hizi ni taasisi kubwa mbili ambazo zinaheshimiana, na ni vitu ambavyo unahitaji, unajua unaposema vitu kama hivyo unahitaji pia uwe na justification na evidence pia uwe nayo. Kwa hiyo kwenye swala la maafisa habari wa vilabu vyetu vyote vya ligi kuu Tanzania bara, ukiwasikiliza vizuri unaona bado kuna changamoto kubwa sana. Wanatakiwa nao kupigwa brush in a professional way. Hiyo changamoto ipo, licha ya uzuri walionao, lakini kuna sehemu kuna changamoto.